Haikuwa tu ya kupigwa. Hofu ile ilikuwa ni ya kugundua kuwa maisha yake yalikuwa yanaenda pabaya, na kama asingebadilika, siku moja angeweza kuja kujuta milele. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 5, na sasa tumeingia final ya sehemu yetu ya 6 katika simulizi yetu tamu, nzuri na adhimu ya Utamu wa Muuza Genge. Hii ni simulizi iliyokuwa na mafunzo na utamu wa kila namna. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Usikae mbali ndugu msikilizaji, tusonge pamoja ili tusonge wote mpaka mwisho wa simulizi hii, kisha tutapata ufumbuzi na mafunzo mengi katika simulizi hii. Sasa tuendelee katika muendelezo huu wa sehemu ya 6 ambayo ni sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu. Basi mvua ile kubwa iliendelea kunyesha, huku Rashidi akiwa bado amesimama pembezoni mwa genge lake, akiwa mkononi ameshika simu yake. Maji yalikuwa yamemlowesha sana, wala hakujali, isipokuwa maneno ya mwanaume yule aliyepiga simu yalikuwa bado yanazunguka katika kichwa chake. Kaa mbali na mwanamke, kaa mbali na wake za watu. Kwa mara ya kwanza sentensi hiyo ilianza kumgusa kwa uzito tofauti. Zamani angeacha, angejiona mjanja, lakini sasa kila kitu kilikuwa kinabadilika. Alihisi kama dunia yote ilikuwa imembeba, ilikuwa imemkaba polepole. Beka alimkaribia akiwa anashika turubai. Mzee, funga tu, mvua inazidi bwana. Rashidi akashtuka kutoka kwenye yale mawazo. Sawa kaka, sawa. Ndipo wakaanza kufunga lile genge, tena kwa haraka, huku radi zikisikika angani. Lakini hata mikono yake ilikuwa mizito, kichwa chake kilikuwa mbali. Usiku huo alirudi chumbani kwake mapema. Hakuwasha TV, hakuwasha wala redio ili kuweza kusikiliza muziki. Aliingia tu akakaa kwenye kitanda chake, huku akitazama ukuta wake. Mvua iliendelea kupiga juu ya nyumba yake iliyochoka ya uswahilini, na kila tone lilikuwa kama linampiga moyoni. Simu yake iliendelea kuita mara kwa mara, lakini hakutaka kupokea mpaka ilipofika simu ya Sandra. Kwa sababu hakutaka kuonekana mkorofi, akaipokea. Halo, mbona umepotea hivyo? Nipo tu. Sauti yako imekuwa si ya kawaida kabisa. Rashidi akavuta pumzi ndefu. Nimechoka bwana Sandra, nimechoka tu. Kwani kuna nini tena? Ukapita ukimya mfupi, kisha Rashidi akasema, nahisi maisha yangu yananichanganya zaidi. Sandra akanyamaza kidogo. Unaweza kuyabadilisha tafadhali? Lakini kila nikitaka kutoka, kuna kitu kinanirudisha nyuma. Rashidi, hiyo ni wewe mwenyewe. Rashidi kauli ile ilimuuma na aliifikiria sana, kwa sababu ilikuwa ni kweli. Hakuna aliyekuwa anamshika mkono kusema arudi nyuma. Yeye mwenyewe alikuwa anajirudisha nyuma kwenye maisha yake. Sandra akaendelea, unahitaji kuamua.
unataka kuwa nani, kwa sababu mafanikio yako yapo mikononi mwako mwenyewe. Kisha simu ikakata, na baada ya kukatika, Rashidi alibaki akifikiria maneno yale. Unataka kuwa nani? Swali hilo lilimtesa sana usiku ule. Asubuhi iliyofuata alienda gengeni akiwa ametulia sana. Hata watu wa mtaani waligundua hilo. Muuza genge siku hizi hana makelele, sijui kwa nini, au ameokoka bwana? Watu walicheka huku wakimtania, lakini Rashidi hakutaka tena kuigiza furaha. Alikuwa anaanza kuchoka kuvaa maski ya mtu mwenye maisha mazuri. Mchana ulivyofika, Neema alipita karibu na genge akiwa na vitabu vyake. Safari hii hakumtazama hata kidogo, na hilo lilimuumiza sana Rashidi, tena vibaya mno. Alihisi kama anampoteza kabisa. Kibo aliyekuwa pembeni yake akaona jinsi alivyomwangalia Neema. Bado nampenda mzee. Rashidi akakaa kimya. Kibo akacheka kidogo. Tatizo lako, uliwahi kuwa na mtu mzuri alafu ukamdharau. Alichoka na ilimchoma moja kwa moja Rashidi kauli ile, kwa sababu moyoni mwake alijua Neema alikuwa tofauti na wanawake wengine, lakini alikuwa amechelewa, na hilo aligundua. Mchana huo huo, wakati biashara ikiwa inaendelea tena kawaida tu, ghafla gari la kifahari lilisimama mbele ya genge. Watu wote wakaanza kuangalia. Mlango ukafunguliwa. Akatelemka mwanamume mmoja mkubwa hivi aliyekuwa amevaa suti nyeusi. Rashidi alipomuona tu, moyo wake ukadunda. Ilikuwa ni mume wa Mama Asha. Sehemu ile ya gengeni kwake Rashidi ikawa kimya ghafla. Hata beka alisimama kuuza. Mwanaume yule akasogea taratibu mpaka mbele ya genge. Akamtazama Rashidi usoni mwake, tena kwa sekunde kadhaa. Kisha akasema kwa sauti nzito, wewe ndio Rashidi? Rashidi akameza mate. Ndiyo. Mwanaume yule akasogea karibu zaidi. Unajua mke wangu analia kila siku kwa sababu yako. Moyo wa Rashidi ukamuuma. Baadhi ya wateja waliokuwa karibu wakaanza kusogea kusikiliza zaidi, lakini mwanaume yule hakupaza sauti, na hiyo ilifanya hali ile iwe ya kutisha zaidi. Nilikuwa nataka nikupige, nilikuwa nataka nikuumize, kwa sababu unacheza na mali yangu. Nilitaka nikufanye kitu kibaya mno kwenye maisha yako. Rashidi alibaki kimya, lakini nikagundua tatizo sio wewe peke yako. Tatizo ni mwanamke yule, na lingine ni tamaa. Tamaa ni tatizo. Kauli ile ilimgonga Rashidi kichwa, ilimpiga kama radi, kwa sababu kwa mara ya kwanza mtu aliyetaka kumpiga alikuwa anaongea kwa maumivu badala ya hasira. Maneno yake yalionyesha maumivu ya hali ya juu. Mtoto wa kiume akikufuata akazungumza na wewe vizuri, ikiwa anajua umetoka na mke wake, ni hatari. Sikiliza nikwambie kijana, mimi nampenda mke wangu. Mke wangu nampenda, na ndio maana namjali, na ndio maana namhudumia, na ndio maana kila kitu anachokitaka nampa. Sauti yake ilianza kubadilika kidogo, lakini sasa
Nyumba yangu imejaa mashaka. Rashidi alishindwa hata kumtazama vizuri. Aibu ilianza kumla tena ndani kwa ndani. Mwanaume yule akavuta pumzi ndefu. Nikwambie kitu, nisikilize. Kaa mbali na mke wangu, achana kabisa na mke wangu. Basi baada ya kusema hivyo akaondoka. Wale watu waliendelea kubaki kimya, waliokuwa karibu katika genge lile, na Rashidi alihisi kama amebeba mzigo mzito mabegani mwake. Maumivu ya wanaume aliyokuwa na wadharau yalimtesa. Jioni ile hakutaka hata kubaki gengeni mpaka muda wa kufunga. Badala yake alifunga mapema, kisha akaamua kwenda kutembea peke yake. Alitembea mpaka maeneo ya bichi. Mawimbi yalikuwa yanapiga taratibu, huku upepo wa bahari ukivuma. Akakaa peke yake kwenye mchanga. Mawazo yakaanza kumjia mengi. Alimkumbuka mama yake, alimkumbuka utoto wake, alikumbuka jinsi alivyokuwa na ndoto nyingi zamani. Lakini sasa maisha yake yalikuwa yanajulikana kwa wanawake na matatizo tu. Macho yake yakaanza kujaa machozi kidogo. Haraka akajifuta. Huyu sio mimi, hii sio mimi, alijisemea taratibu. Lakini kabla hajazama kwenye dimbwi la mawazo, sauti ya mtu ikamstua. Nilijua nitakukuta huko. Akageuka. Ilikuwa ni sauti ya Diana. Rashidi akashangaa. Wewe tena? Diana akakaa pembeni yake. Kuna siku nikikuona kimya kama hivi huwa najua una matatizo. Kisha Diana akasema, mume wangu ameondoka safari ya kikazi. Rashidi hakumjibu. Mimi nimekuja kukuona tu. Rashidi akatazama bahari. Diana, mimi nimechoka. Sawa, lakini sijachoka kukusikiliza. Mimi nimeharibu maisha ya watu wengi. Diana akatikisa kichwa polepole. Usijichukie sana Rashidi. Lakini ni kweli. Diana akasema, kila mtu anakosea. Swali ni unataka kubaki hivyo ama unataka kubadilika? Maneno yale yalikaa ndani ya moyo wa Rashidi, kwa sababu mara ya kwanza alikuwa anafikiria kweli kubadilika, lakini ndani yake bado kulikuwa na mapambano. Sehemu moja ya moyo wake ilikuwa bado inapenda starehe, na hiyo ndiyo sehemu iliyokuwa inamrudisha nyuma kila mara. Usiku ulivyoingia, waliondoka bichi pamoja. Lakini walipokuwa wanatembea kuelekea parking, ghafla Rashidi aliona gari lililosimama mbali kidogo. Ndani yake kulikuwa na mwanaume aliyekuwa anawatazama. Moyo wake ukadunda. Mungu wangu! Diana akageuka. Kuna nini? Rashidi akamtazama mwanaume yule vizuri. Alikuwa ni mmoja wa wale watu waliompiga siku ile usiku. Na muda huo huo mlango wa gari ukafunguliwa. Wanaume wawili wakaanza kushuka. Rashidi akamshika mkono Diana haraka. Twende. Kwa nini? Twende haraka nimekwambia. Lakini ilikuwa tayari ameshachelewa. Mmoja wa wale wanaume akapaza sauti, yule pale yule. Ndipo mapigo ya moyo wa Rashidi
yakaanza kwenda kasi, na kabla hajakimbia vizuri, wale wanaume wakaanza kuwafuata kwa kasi isiyo ya kawaida. Mchanga wa ufukweni ulikuwa unafanya miguu yao izame kidogo kidogo walipokuwa wanakimbia kuelekea parking ya magari. Diana alikuwa nyuma yake akiwa na hofu kubwa. Rashidi, harakisha! Harakisha! Kimbia! Sauti za wale wanaume zilikuwa zinakaribia. Hawataondoka hawa leo, lazima tuwapate, mmoja wao alipaza kwa hasira. Rashidi akageuka kwa sekunde moja, akawaona wakikimbia kwa nguvu kuelekea pale walipo. Macho yao yalikuwa yamejaa hasira. Hawakuwa wanataka kumtisha tu, bali walikuwa wanataka kumkomesha. Walipofika karibu na magari yaliyokuwa yameegeshwa, Rashidi akamfungulia Diana mlango haraka. Ingia! Wewe je? Nitaingia. Lakini kabla hajamaliza kuzungumza ama kuzunguka upande wa dereva, ngumi nzito ikatua mgongoni mwake. Yala! Alianguka vibaya kwenye mchanga. Diana akapiga kelele, mwacheni, mwacheni! Wanaume wale wakamkamata Rashidi. Basi Rashidi alihisi kama kila kitu kinaanza kuagiza. Maumivu yalikuwa makali sana, na katikati ya vurugu zile akasikia sauti za watu wengine zikikaribia. Vipi huko? Kuna nini jamani? Mnapigana? Wale wanaume walipoona watu wanaanza kukusanyika, wakamwacha Rashidi. Mmoja wao akamnyoshea kidole, hii ni mara ya mwisho. Kisha wakakimbia kuingia kwenye gari lao na kuondoka kwa kasi. Diana akapiga magoti pembeni ya Rashidi. Rashidi, Rashidi. Rashidi alikuwa anavuta pumzi kwa shida. Mwili mzima ulikuwa unauma. Mdomo wake ulikuwa umejaa damu, na kwa mara nyingine alijuta akiwa chini kabisa kwa sababu ya maisha aliyokuwa anaishi. Dakika chache baadaye walimfikisha hospitalini. Diana alikuwa pembeni yake muda wote. Uso wake ulikuwa umejaa machozi na hofu. Daktari alipokuwa anamtibu, alitikisa kichwa kwa huzuni. Diana alikuwa anajilaumu tu ndani kwa ndani, kwa sababu alihisi kama yeye pia alikuwa sehemu ya mateso yale. Baada ya matibabu, Rashidi aliwekwa kitandani kupumzika. Usiku ulikuwa tayari mkubwa. Diana alikuwa amekaa pembeni yake akimwangalia kwa muda mrefu. Hakuna aliyeongea mpaka Rashidi alipofungua macho taratibu. Nipo wapi? Hapa ni wapi? Hospitali. Hawa watu wanataka kuniua kweli. Diana macho yake yakaanza kujaa tena machozi. Pole sana. Pole sana Rashidi. Rashidi akamwangalia, kisha akamwona Diana aliyekuwa na huzuni, tena huzuni kubwa. Hakuwa na ule ujasiri wake wa kawaida. Ikatawala huzuni kubwa mahali pale. Kwa nini unalia? Kwa nini unalia? Kwa sababu haya yote yanatokea kwa sababu yangu. Rashidi akatikisa kichwa polepole. Hapana, ni kwa sababu ya mimi mwenyewe. Kulikuwa na ukimya kidogo, kisha Rashidi akaendelea kwa sauti ya chini. Mimi ndio niliyechagua maisha haya. Mimi ndio niliyataka haya yote. Mpaka haya matatizo yote yananikuta, sababu ni mimi. Ama kweli ujana maji ya moto. Maneno yale yalitoka moyoni kabisa. Diana aliona kuwa Rashidi alikuwa anaanza kukubali ukweli. Asubuhi yake habari ya kupigwa kwa Rashidi zilikuwa zimeanza kuenea tena mtaani.
Kila kona watu walianza kuzungumza, huyo jamaa atauliwa tu siku moja, maana yake anawaendekeza sana wanawake. Angalia mateso anayopitia. Hiyo ni laana ya tamaa zake. Na safari hii hata wale waliokuwa wanamchekea hapo za awali walikuwa wanaanza kumwonea huruma. Basi Kibo alipofika hospitalini na kumwona Rashidi, alibaki kimya kwa muda. Uso wa Rashidi ulikuwa umevimba vibaya. Jicho moja lilikuwa jekundu na mkono wake ulikuwa umefungwa bandage. Kibo akavuta kiti, akakaa pembeni yake. Rashidi, rafiki yangu, nimechoka kukuona hivi. Nimechoka kabisa. Sikiliza Kibo, wewe ni rafiki yangu. Wacha nikueleze ukweli. Hata mimi nimechoka haya ninayopitia. Nimechoka kiukweli. Kibo akamwangalia kwa macho ya serious. Basi badilika Rashidi. Badilika kaka. Rashidi hakubisha wala hakubeza. Aliinamisha macho chini tu, kwa sababu ndani yake alijua rafiki yake alikuwa sahihi na alichokuwa anaongea ni ukweli uliokuwa na ukweli ndani ya ukweli wake. Baadaye mchana, Neema naye alifika hospitalini. Aliposikia habari, alikuwa ameshindwa kujizuia. Alipoingia wodini na kumwona Rashidi hali yake, macho yake yakaanza kujaa machozi. Mungu wangu, Rashidi. Basi ndipo Rashidi akamtazama kwa aibu. Pole kwa kuja kuniona hivi. Pole sana Neema. Neema akakaa pembeni yake. Kwa nini unafanya haya? Haya maisha mpaka lini Rashidi? Alikutoka jibu lolote, kwa sababu hata yeye mwenyewe alianza kuchoka kujitetea. Neema akamshika mkono wake taratibu. Mimi sikutaka uje uumie kama hivi. Sipendi maisha haya unayopitia. Sauti yake ilikuwa ya kweli kabisa kutoka ndani ya vilindi vya moyo wake, na hiyo ilimgusa Rashidi sana. Kwa muda walikaa kimya. Kisha Neema akauliza, ukipona utaendelea na maisha haya? Swali lile lilikaa hewani kwa sekunde kadhaa. Rashidi akatazama dirishani. Nje watu walikuwa wanapita, huku maisha yakiendelea kawaida, lakini kwake maisha yalikuwa yamesimama. Hatimaye akasema kwa sauti ya chini, sijui Neema, sijui. Basi Neema akatikisa kichwa. Tena alitikisa kwa huzuni. Huwezi kuendelea kuukimbia ukweli. Baada ya kusema hivyo, Neema akasimama. Lakini kabla hajaondoka, Rashidi akamuita. Neema akageuka. Neema, asante kwa kunijali. Neema akatabasamu kwa uchungu. Usijali, ni upendo unaotoka kwenye kitako cha moyo wangu. Kama ningekuwa sikupendi, nisingekuwa hapa. Kisha kaondoka zake taratibu, na Rashidi akabaki akimwangalia mpaka alipopotea mlangoni. Moyo wake uliuma sana, kwa namna ambayo hajawahi kuhisi upendo. Basi baada ya siku 2 hospitalini, Rashidi aliruhusiwa kurudi nyumbani. Lakini sasa alikuwa tofauti kabisa. Alitembea taratibu. Hakukuwa na majivuno tena. Hata watu wa mtaani walimwangalia kwa utofauti. Beka alimsaidia kufungua genge lake.
Lakini Rashidi hakukaa muda mrefu. Alikuwa anachoka haraka, na zaidi ya yote alikuwa anafikiria sana. Usiku mmoja akiwa amekaa nje ya nyumba yake, alimwona mtoto mdogo wa jirani akimwangalia. "Muuza genge, vipi? Nikikuwa nataka kuwa kama wewe." Kauli ile ilimfanya Rashidi ashtuke. "Kama mimi?" "Ndiyo, wanawake wote wanakupenda." Mtoto yule alicheka bila kujua uzito wa maneno yale. Lakini kwa Rashidi ilikuwa kama pigo lingine moyoni mwake, kwa sababu hapo ndipo aligundua kitu muhimu mno. Watu walikuwa wanaona maisha yake kama mafanikio, wakati yeye mwenyewe alikuwa anaangamia ndani kwa ndani. Akamtazama yule mtoto kwa makini. "Hapana mdogo wangu." "Hapana kwa nini kaka? Usije kuwa kama mimi." Mtoto akakunja uso kwa mshangao. Rashidi akaendelea, "Soma, tafuta maisha mazuri, heshimu wanawake, tunza wanawake." Maneno yale yalimtoka kwa uzito mkubwa. Na baada ya mtoto kuondoka, Rashidi alibaki amekaa kimya gizani. Kwa mara ya kwanza alianza kujiona kama mtu aliyepotea njia. Siku zilizofuata alianza kupunguza sana mawasiliano na wanawake wote. Hakumpigia Diana, hakumtafuta Mama Asha. Hata Sandra alipojaribu kumtafuta mara nyingi, Rashidi alikuwa anajibu kwa kifupi. Lakini ndani yake kulikuwa na vita kubwa, kwa sababu maisha yake yalikuwa yamekuwa sehemu ya tabia yake, na kuacha haikuwa rahisi. Usiku mwingine akiwa amelala, simu yake iliita. Alipoangalia, alikuwa ni Diana. Kwa muda alisita kupokea, lakini mwisho akapokea. "Halo?" Sauti ya Diana ilikuwa ya chini. "Nimekumisi." Rashidi akafumba macho. Kwa sekunde chache moyo wake ulianza kurudi kwenye hisia zile zile za zamani, lakini safari hii alikumbuka hospitali, alikumbuka damu, alikumbuka huzuni ya Neema na sauti ya mume wa Mama Asha. Akakumbuka mateso yote aliyopitia, akamweleza. Kisha akamwambia taratibu, "Diana, bora tuishie hapa." Kulikuwa na ukimya mkubwa upande wa pili. "Kwa hiyo umeniacha?" "Hapana, najiokoa mwenyewe." Macho ya Rashidi yakaanza kujaa machozi kidogo, kwa sababu alikuwa anajua kufanya uamuzi huo kulihitaji nguvu kubwa sana. Na hapo ndipo maisha yake yalipoanza kugeuka taratibu. Lakini bado hakujua kama dunia ilikuwa tayari kumsamehe kwa makosa yake yote. Baada ya kukata simu ya Diana usiku ule, Rashidi alibaki amekaa kitandani muda mrefu sana. Chumba chake kilikuwa kimya. Hakukuwa na muziki kama zamani. Hakukuwa na vicheko vya wanawake. Hakukuwa na meseji za usiku zilizokuwa zimemfanya ajione mshindi. Kulikuwa na yeye tu, na mawazo yake yote yalikuwa indipli kabisa. Lakini tofauti na siku nyingine, safari hii mawazo hayo hayakuwa ya tamaa wala starehe. Yalikuwa ya maisha yake. Kwa mara ya kwanza yalikuwa ya maisha yake. Hivyo alijitazama kwa jicho la kweli. Akaona jinsi alivyopotea na kupoteza muda mwingi akitafuta sifa za wanawake. Akaona namna alivyojenga jina mtaani kwa kitu ambacho hakikuwa na maana ya kudumu. Na zaidi ya yote, akaona watu aliowaumiza: Neema, Mama Asha, Diana, na hata wale wanaume waliokuwa wanateseka kimya kwa sababu ya matendo yake. Macho yake yakaanza kujaa machozi kidogo. Akajifuta haraka. "Lazima nibadilike," alijisemea kwa sauti ya chini. Na safari hii hakusema kama utani, alimaanisha kweli. Siku zilizofuata, Rashidi alianza kuishi tofauti kabisa. Aliamka mapema, alifungua genge kwa muda mwafaka, akawa anafanya biashara kwa utulivu bila yale makelele ya zamani. Hata mavazi yake yalibadilika. Hakutaka tena kuonekana kama mtu wa useja na kujiachia ovyo. Watu wa mtaani walishangaa, "Muuza genge, siku hizi mbona amebadilika?"
Amekuwa mtulivu, hana mambo mengi. Ukweli mtupu ulikuwa ni kwamba mapenzi yalikuwa yamemmaliza na yalimfunza. Huyu itakuwa kajifunza, huyu sio bure, maana kwa vile vipigo na mambo mengine. Na kweli alikuwa amejifunza. Haikuwa rahisi, kwa sababu kila siku alikumbushwa maisha yake ya zamani. Wanawake bado walikuwa wanampita pale gengeni. Wengine walikuwa wanatamani, wengine walikuwa wanamtania, wengine walikuwa wanamshawishi ili arudi kwenye ule mfumo. Lakini Rashidi alikuwa anajaribu kujizuia, na hiyo ilikuwa vita kubwa kuliko hata zile zote za ngumi, za kusumbuana na watu wengine na wanaume wa watu ambazo alikuwa amewahi kupigana nazo. Siku moja asubuhi, akiwa anapanga vitu vyake vya gengeni, Kibo alifika. Kibo alipofika akiwa na tabasamu mwanana, aisee, sasa ndo narudishiwa rafiki yangu ambaye namfahamu. Rashidi alicheka kidogo. Bado sijafika kaka, lakini unaanza taratibu na mabadiliko yanaonekana. Kibo akakaa pembeni yake. Mimi nilikuwa naogopa usije ukafa bure ndugu yangu. Rashidi akatikisa kichwa. Hata mimi nilikuwa naelekea huko. Ukimya ukapita mfupi, kisha Kibo akauliza, na wanawake zako wote? Rashidi akavuta pumzi ndefu. Na achana nao mmoja baada ya mwingine. Kibo akacheka kwa nguvu. Hiyo kazi ngumu mzee. Lakini nyuma ya utani ule kulikuwa na ukweli, kwa sababu kuacha tabia aliyoishi kwa muda mrefu haikuwa kitu rahisi. Usiku mwingine alikuwa anahisi upweke. Wakati mwingine alikuwa anawaza kumpigia Diana au Sandra, lakini kila alipokumbuka maumivu na mateso yote aliyopitia alijizuia. Wiki moja baadaye, Rashidi alikuwa amekaa gengeni kwake kama kawaida, na hapo ndipo alipomwona Neema kwa mbali. Safari hii alikuwa peke yake. Alikuwa ametulia akitembea huku ameshika vitabu vyake. Moyo wa Rashidi ukadunda, lakini tofauti na zamani. Hakumuita kwa haraka, alimwangalia tu. Kisha Neema alipofika karibu, macho yao yakakutana. Kulikuwa na ukimya wa sekunde kadhaa. Kisha Neema akasema, habari yako Rashidi? Nzuri, za kwako? Uko poa? Niko poa. Kulikuwa na aibu fulani hivi kati yao, lakini haikuwa ile ya chuki. Ilikuwa ni ya watu walikuwa wakipendana. Rashidi alivuta pumzi ndefu. Kiukweli umekuwa msaada mkubwa wa mimi kuweza kubadilika. Neema akamtazama kwa makini, na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu aliona utulivu tofauti kwenye macho ya Rashidi. Hakukuwa na majivuno, hakukuwa na ule mchezo wake wa kawaida. Kulikuwa na ukweli. Unaonekana umebadilika. Rashidi akatabasamu kidogo, najaribu tu. Neema akanyamaza kwa muda, kisha akauliza, utaweza kweli? Swali lile lilikuwa zito, kwa sababu hata Rashidi mwenyewe alikuwa bado anapambana kila siku. Lakini akajibu kwa uhakika, nitajitahidi, lazima niweze. Neema alitabasamu kidogo, na tabasamu lile lilimfanya Rashidi ahisi amani ambayo alikuwa hajahisi kwa muda mrefu. Miezi miwili ilipita. Taratibu maisha ya Rashidi yakaanza kubadilika polepole. Alipanua genge lake, akaanza kuuza matunda kwa jumla. Watu mtaani wakaanza kumuona kwa heshima tofauti, sio tena kama kijana wa wanawake, bali kama mtu anayepambana kutengeneza maisha yake. Hata afya yake, akili ilianza kutulia. Hakukuwa tena na simu za vitisho kila usiku. Hakukuwa tena na kukimbia ovyo. Na muhimu zaidi, alianza kujiheshimu mwenyewe. Siku moja akiwa bize pale gengeni, gari moja lilisimama mbele yake. Moyo wake ukadunda kidogo.
Alipoliona, ilikuwa gari ya Diana. Mlango ukafunguliwa, kisha Diana akateremka taratibu. Alikuwa bado mzuri kama kawaida yake, lakini safari hii macho yake yalikuwa ya tofauti. Kulikuwa na huzuni ndani yake. Habari yako Rashidi? Nzuri. Walitazamana kwa sekunde kadhaa, kisha Diana akasema, nimekuja kukuaga. Kwani unaenda wapi? Nahama. Rashidi akashtuka kidogo. Mume wangu kapata kazi nje ya mji. Diana akatabasamu kwa uchungu. Penginepo inaweza ikawa vizuri. Rashidi akatikisa kichwa pole pole. Labda. Diana akamsogelea karibu. Najua nilikuwa sehemu ya kukuharibu. Hapana, usijilaumu. Lakini pia najua nilikupenda. Kauli ile ilimgusa Rashidi. Ilimgusa Rashidi sana. Hakutaka kurudi nyuma. Akamtazama kwa utulivu. Mimi pia nilikupenda. Macho ya Diana akaanza kujaa machozi kidogo, lakini akatabasamu. Basi, ishi vizuri. Baada ya kusema hivyo akarudi kwenye gari lake. Rashidi hakumfuata. Alibaki amesimama tu, akitazama gari lile likiondoka taratibu, na ndani yake ameaga sehemu ya maisha yake ya zamani. Jioni ya siku hiyo, Rashidi alikaa nje ya nyumba yake akiangalia watoto wa mtaani wakicheza mpira. Upepo mwanana ulikuwa unavuma, na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu alihisi utulivu wa kweli. Hakukuwa na hofu wala hakukuwa na kukimbizana. Hakukuwa na maisha ya siri. Kibo akaja kukaa pembeni yake. Aise, siku hizi ndugu yangu, umetulia kama mzee vile. Wote wakacheka. Kisha Kibo akamwangalia kwa makini. Ukijitazama nyuma, unaona nini rafiki yangu? Rashidi akanyamaza kidogo, kisha akasema, naona ujinga mwingi tu ndugu yangu. Wote wakacheka. Baada ya hapo, Rashidi akaendelea kwa sauti ya taratibu. Nilikuwa nafikiria wanawake wengi ndio ushindi. Kumbe nilikuwa najaribu mwenyewe. Rashidi akaongeza, mwanaume anaweza kushinda wanawake wengi, lakini mwishowe maisha yake yakamshinda. Maneno yale yalimfanya hata Kibo anyamaze. Alinyamaza kwa sekunde kadhaa, kwa sababu yalikuwa na ukweli kabisa. Muda ulivyozidi kwenda, Rashidi alianza kuwa karibu na Neema. Safari hii walikuwa wanaanza taratibu. Hakukuwa na haraka. Hakukuwa na uongo mwingi. Na Neema alimwambia wazi kabisa, nitakuamini kwa matendo, sio maneno. Rashidi alikubali, kwa sababu sasa alikuwa anaelewa thamani ya uaminifu, na kila siku alikuwa anajitahidi kuwa mtu bora kuliko jana. Huu ni mwisho wa simulizi ya Utamu wa Muuza Genge. Maisha ya Rashidi yalikuwa fundisho kubwa kwa vijana wengi wa mtaani. Wengi walikuwa wanamwonea wivu hapo zamani, wakizani anaishi maisha matamu, lakini nyuma ya utamu huo ule kulikuwa na maumivu, hofu, vurugu na upweke mkubwa. Aliwahi kufikiria kwamba wanawake wengi ndiyo furaha, lakini mwisho wake aligundua furaha ya kweli haipo kwenye tamaa, haipo kwenye kuharibu mahusiano ya watu wengine, haipo kwenye sifa za mtaani. Furaha ya ukweli kabisa ipo kwenye amani ya moyo, heshima na maisha yenye mwelekeo. Na hapo ndipo Utamu wa Muuza Genge
ulipoisha, sio kwa kifo cha Rashidi, bali kwa kuzaliwa upya kwa maisha yake mapya. Ulikuwa nami Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu. Kuna kigongo kipya kinakuja kinachoitwa Laana ya Familia. Ni simulizi tamu iliyokuwa na visa, mikasa ya mtoto, mama, baba mtoto juu ya mtoto. Ni hatari, ni laana. I say, usisahau kusubscribe ili uendelee kupata simulizi zetu mbalimbali. Nikutakie maisha mema. Asante na kwaheri.